Na mtazamaji wa Trend TV bwana, leo niko hapa kwa ajili ya kuletea update hii hapa, na hii leo bwana inahusiana na Davido. Kama unavyoelewa ni kwamba Davido bwana ni moja kati ya wasanii ambao wana mchango mkubwa sana katika industry ya muziki wa Bongo Flava hapa Tanzania, lakini pia vile inafahamika wazi dhahiri shahiri kwamba Davido bwana ni moja kati ya wasanii ambao wamechochea ukuaji wa muziki wa hapa Bongo. Nikisema hivyo bwana, namaanisha kwamba collaboration ya Davido na Diamond Platnumz ni moja kati ya nyimbo ambazo zimekuwa ni iconic, lakini pia vile ni nyimbo ambayo imebadilisha kabisa mwelekeo wa muziki wa Bongo Flava kimataifa zaidi. Kwa kifupi ni kwamba kipindi kile Diamond alivyotoa nyimbo ya My Number One, alafu Davido alivyokuja kwenye Fiesta baada ya kufanya remix ya nyimbo hiyo, ndiyo ngoma ambayo ilimfanya Diamond kujulikana Afrika nzima. Lakini pia vile kama unakumbuka vizuri, kipindi kile ni kwamba Davido alikuwa na hiti na nyimbo yake ya Skelewu, jambo ambalo kuja kufanya collab na Diamond likapelekea moja kwa moja kuwa na umaarufu Diamond kiurahisi kupitia ukubwa ambao alikuwa nao Davido by the time. Lakini pia baada ya hayo yote ambayo yametokea kwa kipindi kile ni kwamba Davido bwana akazidi kupata umaarufu, lakini pia Diamond Platnumz naye pia akaanza kuwa nominated katika baadhi ya tunzo kubwa kabisa hapa Afrika. Kama unakumbuka vizuri, nadhani utakuwa unaelewa kwamba Davido alikuwa nominated katika tunzo Diamond akaanza kuwa nominated, akaanza kupata collaboration kutoka kwa wasanii wengine huko Nigeria, Afrika Kusini na sehemu nyingine mbalimbali. Umeona bwana, kwa hiyo ni nyimbo moja tu ambayo ilibadilisha maisha au ilibadilisha taswira na mtazamo wa Diamond Platnumz kwa ujumla kwa hapa Afrika katika swala zima la industry ya muziki. Lakini pia baada ya hapo ni kwamba kukawa kuna chemistry kubwa sana kati yao. Kuna mambo mengine yakaja yakatokea, lakini at the end of the day ni kwamba Davido mwenyewe anajua kabisa kwamba ni moja kati ya vitu ambavyo vimechochea ukuaji wa muziki wa Bongo Flava kwa hapa Afrika nzima. Lakini pia vile Davido amekuwa na upendo, amekuwa akionyesha upendo kwa Watanzania, na Watanzania wengi sana wamekuwa wakimsupport Davido to the maximum kwa sababu wana mapenzi naye, kutokana na kwamba inafahamika kabisa kwamba wabongo wote wanafahamu kabisa mchango wa Davido katika industry, na hivyo basi wamekuwa wakimsupport kwa muda mrefu sana, na yeye mwenyewe pia amekuwa akijua hilo, na hata katika baadhi ya nyimbo huaga anapenda sana kuimba Tanzania, lakini pia akipata fursa moja kwa moja kuja kuperform hapa Bongo, huaga Davido wala apepesi macho, lazima aje kuperform. So hivi karibuni Davido bwana ametua Tanzania kwa lengo la kuja kuperform, na ni moja kati ya performance ambazo zimemake headline to the maximum huko mitandaoni. Bei ya viingilio ilikuwa ni kubwa kweli, lakini still ni kwamba Watanzania waliamua kulipia ili mradi tu kuonyesha support kwake Davido. Kwa hiyo ni moja kati ya show ambazo kiukweli ilikuwa ni show ya kipekee, maana Davido bwana alipokuja kuperform viingilio vilikuwa ni vya hali ya juu, lakini still Watanzania wengi sana wamejitokeza katika show yake. Sasa kutokana na mwitikio huo ambao Davido ameupata hapa Tanzania, kuna matukio mengine mengi sana ambayo yamejitokeza, na tuko hapa kwa ajili ya kudadavua moja baada ya lingine kuhusiana na matukio yote ambayo yametokea katika usiku ambao Davido alivyotua Tanzania na kufanya show. Lakini pia kikubwa zaidi ni kwamba Davido bwana alivyokuja Bongo bwana amekuwa kidogo na utofauti ukilinganisha na wasanii wengine ambao wameshaikuja hapa Tanzania kuperform kutoka Nigeria kwa mfano. Nadhani utakuwa unakumbuka kwamba discipline ya Kizz Daniel haikuwa nzuri, kwani alivyokuja kuperform bwana alichelewa kwenye show na akasusa. And then pia vile kama unakumbuka vizuri, Rema naye pia alivyokuja bwana alionyesha nyodo fulani hivi, na watu wengi sana walionyesha wazi kwamba hakuridhishwa na the way ambavyo Rema alivyokuja Tanzania. Lakini kwa upande wa Davido hakuna complain kama hizo. Ni kwamba kila mtu amekuwa sana akichangia mada kwamba Watanzania, wasanii wa Kitanzania wana vitu vingi sana vya kujifunza kutoka kwake Davido, kutokana na the way ambavyo alivyoonyesha ile professionalism katika swala zima la kazi yake hapa Tanzania wakati amekuja kwa ajili ya kuperform. So hivyo ndivyo mambo yalivyo, lakini moja kati ya vitu ambavyo vimeweka headline huko mtandaoni kumhusu Davido bwana mtazamaji wa Trend TV ni pamoja na hili hapa ambalo nataka nilizungumze hapa kama ifuatavyo.
Na mtazamaji bwana, mmoja kati ya vitu ambavyo vimemeke headline kama nilivyosema ni issue ya bodyguard. Huyu bwana ni mlinzi wa Davido ambaye amekuwa ni moja kati ya story ambazo zimemeke headline huko mtandaoni. Kila mtu amekuwa akitamani kumjua, maana huyu jamaa bwana ni mzungu kipande cha baba, na watu wamekuwa wakiuliza kwa sababu amekuwa akionekana yuko na Davido akiwa anamlinda kwa muda mrefu kidogo. Sasa hivi watu wengi walikuwa wanatamani kujua historia yake ni ipi. So tumefuatilia kwa karibu kabisa kuhusiana na issue hiyo ya Davido na huyu bodyguard wake, kwamba amemtoa wapi bwana na vitu vingine kama hivyo, na tumekuja kugundua kwamba huyu bwana kumbe alikuwa ni askari kabisa wa jeshini huko Uingereza. Na peji mbalimbali bwana zimekuja kuripoti kuhusiana na habari hiyo baada ya kufahamika wazi kwamba huyu askari bwana, huyu bodyguard wa Davido alikuwa ni askari huko Uingereza. Wameandika hapa, kuna peji imekuja kutoa hizo taarifa rasmi wakiwa wameandika kwamba bodyguard wa Davido alikuwa ni mwanajeshi wa Uingereza. Bwana hapo kaandika hapa bwana, kwenye timu ya ulinzi ya Davido ambayo imekuja Tanzania kuna huyu mwamba mzungu. Historia yake inachekesha kidogo. Jamaa bwana aliacha wanajeshi ili mradi tu apate nafasi au apate fursa ya kumlinda msanii Davido, kisa kuna fursa ya mkwanja mrefu zaidi. Bwana unaambiwa kwamba jambo ambalo ulikuwa hujui ni kwamba huyu bodyguard wa Davido alikuwa ni mwanajeshi kabisa huko Uingereza, lakini mwamba bwana akaamua aache kazi ya kuwa mwanajeshi huko Uingereza, moja kwa moja awe ni mlinzi personal wa Davido. Kwa jamaa bwana aliacha kazi akaamua aende akamlinde Davido, kwa sababu huku bwana kwa upande wa Davido alikuwa analipwa pesa ndefu zaidi. Unaambiwa kwamba jamaa alikuwa ni mwanajeshi wa British Army, askari wa miguu aliyebobea zaidi ya kuruka na parashuti, yani ni jeshi lililokuwa linafanya misheni zake likiwa linafanya misheni zake na timu yake kupewa nafasi za kwenda kufanya misheni misituni na majangwani kwa kutumia parashuti ni kazi ndogo sana kwao. Lakini wanakuambia kwamba huyu jamaa bwana baada ya kufanya misheni kadhaa huko jeshini aliamua kutemana na kazi hizo, kisha akawa mlinzi wa Davido na analipwa dola 15,000 kila mwezi, ambao ni zaidi ya milioni 38 za Kitanzania. Vipi kwa dau hili? Hata ungekuwa wewe ungegoma kuacha jeshi kweli? Huo ndo mjadala ambao umekuwa umeibuka huko mtandaoni baada ya kufahamika kwamba bodyguard huyu alikuwa ni mwanajeshi. Basi subscribe na pia hakikisha unaweka maoni yako katika comment section hapa Trend TV.